Jubilei Kuu 2025. Mahujaji katika matumaini. Wapendwa familia ya Mungu, tunaadhimisha misa hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, wito wa upadre na zawadi ya miaka 25 na 50 ya upadre kwa mapadre wetu hawa wafuatao. Tutawataja wakisimama. Kwanza na mzee wetu Padre Tarcísio Moreski, miaka 50. Padre Erasmo Ligo, miaka 25. Padre Dominic Mlowe, miaka 25. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo ya miaka 25 na 50 ya ukuhani katika huduma ya kanisa. Na leo tunashirikiana nao wanapoadhimisha jubilei. Na jubilei ni nini? Jubilei ni neno la Kiebrania, wao kwa Kiebrania wanaita jobe. Maana yake pembe ya kondoo dume, ambayo ilitumika kutangaza mwaka wa jubilei. Kitabu cha Walawi kinaeleza umuhimu wa jubilei kama mwaka wa ukombozi ambayo huadhimishwa miaka 50, kama tukisoma Mambo ya Walawi sura 25 aya 8 mpaka ya 10. Katika aya ya 10 ndio tunaona hapa juu ya maadhimisho baada ya miaka 50. Kwa hivyo mwaka wa 50 kadiri ya maandiko haya matakatifu inaeleza kwamba mtamheshimu na kutangaza uhuru kwa watumwa wote nchini. Na kuheshimu mwaka huo, lakini kutangaza uhuru. Mwaka huo utakuwa sikukuu ya ukumbusho wa miaka 50 kweli. Jubilei ya miaka 25 ilianza kuadhimishwa ili vizazi vingi zaidi vipate fursa ya kupata faida zake za kiroho. Hakuna maandiko katika maandiko matakatifu yanayoeleza pia miaka 25. Maandiko tunayapata kama nilivyosoma kutoka Mambo ya Walawi sura 25 ndio yanaeleza jubilei ya miaka 50, lakini tunaona ni vyema miaka 25 iadhimishwe ili watu wengi, vizazi vingi zaidi vipate fursa ya kupata faida zake za kiroho, hasa katika kumshukuru Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tunaadhimisha jubilei ya mapadre wetu ndani ya jubilei kuu ya 2025 mwaka mtakatifu. Pia leo katika jimbo letu tutaadhimisha jubilei ya mapadre wote kijimbo kadiri ya kalenda ya jubilei kuu. Kwa hivyo mwaka wa jubilei ni wakati wa zawadi ya neema inayoonyeshwa na ondoleo la dhambi, haswa ambalo ni onyesho kamili la huruma ya Mungu. Ni bahati iliyoje kwa jubilanti hawa, maana bahati hii hutokea mara chache na hutokea kila baada ya miaka 25. Padre Tarcísio anaadhimisha jubilei ya miaka 50. Ndiye mwenye bahati kubwa zaidi, kwani hii ni jubilei yake ya pili ikiadhimishwa ndani ya mwaka mtakatifu. Mwaka 2000 aliadhimisha jubilei ya miaka 25 ikiwa katika jubilei kuu ya mwaka huo wa 2000. Leo ndani ya jubilei kuu 2025 anaadhimisha tena jubilei yake ndani ya mwaka mkuu, mwaka mtakatifu, na Mungu pamoja naye. Wapendwa katika Kristo, miaka 25 na 50 ya upadre tunatambua kuwa ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Ni zawadi kwa kanisa zima, ni zawadi kwa familia nzima ya jimbo la Njombe. Na hivyo jubilei sio ya padre peke yake, si adhimisho lake binafsi, bali ni jubilei ya kanisa, na ndio maana tuko hapa kijimbo. Ni jubilei ya jimbo letu la Njombe. Ni miaka ya kutekeleza kazi tatu zilizopewa na Yesu mwenyewe. Mapadre wanajua wao wakati wa upadre walipewa kazi tatu au ofisi tatu za Yesu ambazo wataadhimisha maisha yao yote. Na hivi tunamshukuru Mungu pamoja nao na
Kristo kwa kuwashirikisha kazi hizo tatu. Naomba leo kwa kifupi tu nitaje hizo kazi, na ndizo zilizodokezwa pia katika masomo tuliyosikia kutoka kitabu cha nabii Isaya 61, lakini pia kutoka Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo la kwanza Isaya 61 aya ya kwanza mpaka ya 3, na Injili kama nilivyosema sura ya 4 aya ya 16-21 yanatukumbusha kazi hizo. Na kazi ya kwanza kabisa tunaweza kutaja hapa ni kazi ya unabii. Unabii ni pakwa mafuta ili kuwahubiria watu habari njema, kama alivyosema Yesu mwenyewe au tunasikia katika kitabu cha nabii Isaya, yaani kufunguliwa kwao na kutangaza watu wa Bwana uliokubalika. Yesu Kristo katika Injili hii ananukuu maneno hayo kutoka kitabu cha nabii Isaya sura 61 kama tulivyosikia katika somo la kwanza, kuonyesha kuwa yeye ndiye mtimilifu wa unabii, maana anasema maneno haya yatatimia kweli. Waisraeli walisubiri kwa muda mrefu kukombolewa kutoka utumwani Babeli. Walisubiri ujio wa nabii atakayefika na nguvu ya kimungu ili kuwaokoa utumwani. Yesu alifika kuleta ujumbe wa Baba yake, ni tarafu ujumbe wa kuwakomboa watu wote kutoka utumwa wa dhambi. Yesu alipita huko na huko kuhubiri habari njema. Hiyo ndio kazi ya nabii. Nabii kazi yake kama kazi ya kwanza, si katika umuhimu katika kazi ile tatu, lakini nikisema ni kazi ya kwanza na kufanya kazi ya kuhubiri kama nabii. Kazi yake inakwenda kama mjumbe wa Mungu, kupeleka ujumbe wa Mungu kwa watu. Baada ya mashirikisho unabii wa Kristo mwenyewe, rejea hotuba ya askofu wakati anatoa daraja ya upadre, vile tunaweza kukumbuka maneno yale: nawe mwanangu mpendwa sana, utakayewekwa hivi punde katika daraja ya upadre, tekeleza huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawie wote neno la Mungu ambalo nawe ulilopokea kwa furaha. Unapotafakari sheria ya Bwana, angalia kusadiki kile unachokisoma na kufundisha kile unachokisadiki na kufuasa kile unachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yako yawe lishe kwa watu wa Mungu na manukato ya maisha yako yawe furaha kwa waaminio, ili kusudi kwa neno na kwa mfano yako kujenga nyumba ya Mungu ya kanisa. Na hapa kuna maneno ushuhuda wa maneno na matendo ya maisha ya padre, the role of the priest, word of mouth and witness of life. Na hapa tuna decree ya utume na maisha ya padre kutoka mtaguso wa pili, unaitwa Presbyterorum Ordinis ya tarehe 7 Disemba 1965 namba 63. Ninaomba nisome kwa maneno haya yaliyoandikwa kwa lugha ya Kizungu. We find the identification of the functions of priests. Priests as ministers of God's word. It is the first task of priests as co-workers of bishops to preach the gospel of God to men and women. Ni kazi ya mapadri kushiriki kazi ile pamoja na maaskofu wao katika kuhubiri habari njema kwa watu wote. Kazi ya kuhubiri ninavyojua si rahisi, ninaweza kusema ni kazi ngumu kwa mtu ambaye ni makini, anayejali kazi yake ya kuhubiri. Kazi ya kuandaa mahubiri na kuhubiri si rahisi. Inaweza kutokea pale umekaa kwa kia moja peke yako kwa miaka 6 ngapi, kila Dominika ni wewe tena tokea kuhubiri. Na hata pengine inaweza kusoreka hivyo, na wewe pande ataanza hivi na atamaliza hivi. Atasema nini leo? Kile kwa sababu umekuwepo pale kwa muda mrefu. Kwa kazi sio kazi rahisi. Tunashauriwa daima kujiandaa vizuri na kuhubiri kifupi kama asemavyo hayati Papa Francesco. Sema mapadri msihubiri kirefu, kifupi, na hiyo ujumbe uweze kuwafikia watu. Kwa hivyo tunayo nafasi ya kushukuru mapadri wetu walifanya kazi hiyo ya unabii ya kuhubiri habari njema kwa miaka hiyo 25 na 50. Na mapadri hawa, Padre Erasmo Mligo, yeye baada ya kuwa amehubiri akiwa katika chuo cha makatekista kule Maduza kama
chuo na baadaye amekwenda masomoni, amerudi na kuhudumu katika seminari kuu kule Kipalapala Tabora na Segerea Dar es Salaam. Na sasa anaendeleza kazi ya unabii katika parokia ya Nundu, lakini pamoja na majukumu mengine ya kijimbo kama vika wa mapadre, lakini kama mkurugenzi wa idara mkurugenzi ya uchungaji ya jimbo. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kazi kubwa aliyoifanya na anayofanya, hasa katika kuhubiri neno la Mungu. Hii ni kazi ya kwanza kati ya kazi zile tatu. Padre Dominic Mlowe tunamshukuru kwa kazi yake ya unabii katika parokia hii ya Njombe kama padre msaidizi, na baadaye alikuwa kusoma Ulaya na amerudi kwa paroko kule Ludewa. Na kule Ludewa pamoja na kazi hiyo ya kuhubiri, lakini pia amefanya kazi zingine, na pale ndio amejenga shule ya Mtakatifu Alois. Tunamshukuru sana kwa kazi hiyo. Baadaye amekwenda Kisinga na sasa akiwa parokia Ulimu. Padre wetu Tarcísio, mzee wetu, tunamshukuru sana kwa unabii wake katika parokia ya Mtwango, Wanging'ombe na sasa Ilebula. Lakini yeye ameweka alama kubwa kama misionari, alifanya kazi katika jimbo letu. Pamoja na kazi ya kuhubiri, lakini amefanya kazi za maendeleo kubwa sana. Mtwango pale jenga parokia, lakini kituo cha afya kule Ilunda, kituo cha watoto yatima kule Ikelu, ile hospitali. Kwa kweli ni juhudi za mwanzo na zilizoendelezwa na Padre Tarcísio. Lakini pia kule Wanging'ombe kujenga parokia na kituo cha tiba ya watoto wenye viungo tayari. Amefanya kazi kati yetu, amefanya kazi kubwa na ameacha alama kubwa isiyofutika katika jimbo la Njombe kwa miaka yote ya utume wake katika jimbo letu. Kwa hiyo nipende kwa niaba yenu kuwashukuru mapadre wote hao watatu. Asanteni sana mapadre kwa utume wenu kwa namna pekee katika kuhubiri neno la Mungu kama kazi yenu ya kwanza ya unabii. Na kazi ya pili ni ya ukuhani. Kwa hiyo tunaitambua zaidi katika mapadre katika maadhimisho ya masakramenti. Hapa kuna maneno, a priest has a special privilege to approach God of speaking and acting on behalf of the people. Sasa tunaona tofauti ya nabii anaongea kwa niaba ya Mungu, lakini kuhani anaongea kwa niaba ya watu mbele ya Mungu. Kwa hiyo ndio kazi ambayo mapadre hawa wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo wajibu wao ni kudhihirishwa kwa namna pekee katika maadhimisho ya sakramenti takatifu. Na katika maisha ya mapadre hawa na sisi sote mapadre, sakramenti hii tunaadhimisha mara nyingi zaidi. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu na kitubio. Katika maadhimisho ya Ekaristi Takatifu, Yesu ameweka katika mikono ya padre kumbukumbu ya hai ya sadaka yake mwenyewe aliyotolea Baba yake pale msalabani. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hapa tunasukumwa kukumbuka kile chumba cha karamu ya mwisho Yesu alipowashirikisha wanafunzi wake wito wake aliopewa na Baba yake wa kuwaingiza watu wote katika fungo la ukombozi. Yesu anaendelea kutushirikisha nasi katika fungo hilo mpaka atakaporudi. Kazi ya padre ni kutangaza fungo hilo, na tunaendelea kutangaza Kristo alikufa, Kristo alifufuka na Kristo atakuja tena. Wajubilati wetu tunawapongeza kwa kutangaza fungo hilo kwa miaka 25 na 50. Wamekuwa wakisema kila siku Kristo alikufa, Kristo alifufuka na Kristo atakuja tena. Adhimisho la Ekaristi Takatifu halizoeleki na tukio linatisha, linasababisha uoga. Lazima kujiongea kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu sehemu kubwa tunaongea na Mungu moja kwa moja mahala pa Yesu mwenyewe. Na pengine hatusomi misa, tunaenda kusoma misa. Sisi huwa hatusomi misa, tunaadhimisha misa takatifu, wala si mahala pa kufanya kwembe fulani. Na kishawishi cha kuwa mbele za watu na kupata kwembe wakati wa misa takatifu, na hasa katika adhimisho, ni kosa kubwa. Ni mahali pa uchaji mkubwa. Kazi hiyo ni kubwa kuliko zingine, kwani hakuna padre bila Ekaristi na hakuna Ekaristi bila padre.
Kwa sababu hiyo Yesu aliyaweka pamoja hayo yote mawili mikononi mwa padre. Kwa hiyo kazi ya pili kama nilivyosema ya padre ni ukuhani. Hiyo inadhihirisha katika maadhimisho haya niliyoyataja. Na kazi ya tatu na ya mwisho ni ufalme au kuongoza, au anaitwa mwalimu, mchungaji, mchungaji, ufalme, kuongoza au kuwa mchungaji. Kwa kupata upadre tayari mmoja anapewa kazi ya uongozi katika kanisa. Uongozi wenyewe ni mithili ya Yesu mwenyewe ambaye ni mchungaji mwema. Yeye mwenyewe anasema, kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi, kama tunavyosoma katika Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 45. Yesu anatushirikisha kazi ya uongozi katika jumuiya ya kanisa. Yesu anaitwa mchungaji, tena mchungaji mwema, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 10. They are given the power to build up the church, and hence they are called to treat everybody with the greatest kindness after the model of Christ. Kwa hiyo wanaalikwa, kwa sababu wamepewa nguvu hiyo na kanisa, waweze kutendea kile wanayemhudumia kwa moyo wa upendo mkubwa wa kufuata mfano wa Kristo mwenyewe. Padre anaitwa pia mchungaji kama sehemu ya uongozi katika kazi ya tatu. Somo la pili kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, soma Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 17, 18, 28 na 32 na 36. Linatukumbusha wajibu huo wa mchungaji. Katika somo hili tunapata maneno ya Mtume Paulo aliyotoa mbele ya wazee wa Efeso kule Mileto. Yalikuwa maneno ya Mesia, kwa vile alitambua kwamba asingeonana tena na Kristo hawa, kwa sababu alikuwa anajua safari yake, mwisho wa safari yake. Hawa ni watu walio Kristo waliowaunda na kupika kwa muda mrefu. Anawakumbusha wajibu wa kichungaji, kundi waliokuwa wamekabidhiwa wakishiriki pia kazi ya Kristo mwenyewe ya kuongoza kanisa la Efeso. Maneno haya ya Mtume Paulo yawe chachu ya kuwakumbusha daima wajibu wenu na sisi mapadre wote katika kanisa kama viongozi, wachungaji mithili ya mchungaji mwema. Tunamshukuru Yesu Kristo aliyewashirikisha na anaendelea kuwashirikisha katika upadre wake katika kazi hizi tatu muhimu katika maisha ya mapadre na wajibu yake wa leo. Tunawakumbusha tena wanapadre wetu kuwa upadre pamoja na kuwa kafara na sadaka kama Yesu mwenyewe, inafaa usisahau swala la kafara, be a victim katika kazi yetu. Padre asikubali kuwa kafara ataishi kipande tu cha upadre, sio upadre kamili. Upadre sio tu kutimiza kazi zetu tena pengine kwa kiwango cha chini kabisa, bali kuwa tayari kutoa hata tone la mwisho katika utumishi huo katika kazi za kadri zilizotokana. Na leo hii watazima mishumaa yao. Ungeweza kusema kuzima koleo sio mwisho wa kazi ya uhunzi. Leo utazima mishumaa ya Jubilei, miaka hiyo ya 50 na miaka 25. Mimi naamini tunaendelea kuwasha tena mishumaa ya kuendelea Jubilei, wale wa 25 kwenda 50 na yule 50 kwenda Jubilei ya miaka 75. Hiyo ndio sala yetu. Siku hizi kuna mazoea watu wanasema tuna Jubilei. Yaani unapopadre wanaanza mwaka mmoja kwa tunaenda kwenye Jubilei. There's no Jubilee of 1 year. Hiyo ni anniversary, sio Jubilei. Wanatoka na wanaenda kufanya sherehe mahali. Wanasema tunaenda kwenye Jubilei ya mwaka mmoja upadre. Kanisa halijapanga hiyo. Hiyo ni anniversary, ni kumbukumbu tu, wala sio Jubilei. Jubilei ni lazima iwe miaka 25 inayoitwa Silver Jubilee, au miaka 50 ya Padre Tantizio Golden Jubilee, au miaka 60 inaoneka Diamond Jubilee, au miaka 75 Platinum Jubilee, au miaka 100 Centenary Jubilee. Lakini hii inakuwa kwa ajili ya taasisi, hatuwezi kufika Jubilei ya miaka 100.
Kwa hiyo hizo ndio jubilei mapadre wenzangu. Naposema baba askofu na jubilei, utaje kati ya hizi zitaje hizi. Usiseme mwaka mmoja au mambo kimo. Hiyo sio kimo. Lakini tunashukuru Mungu hata kwa kama moja jambo zuri, lakini sio kupata kusikia kazi eti tunakwenda kwenye jubilei. Tunakutana huko Tabora kwa jubilei ya mwaka mmoja kutoka Njombe. Na unaacha watu wa dunia kwa sababu wanaenda kwenye jubilei ya mwaka mmoja. Baada ya miaka 25 tuko na jubilei ngapi? 25 jubilees. Miaka 25 ya jubilei. Sasa hiyo haitakuwa jubilei kweli. Zangu kwa maana leo tunawaombea ili ndugu zetu hawa, watu wetu hawa waendelee kudumu katika wito huu, na hasa katika kutekeleza kazi hizi tatu kama nilivyotaja: kazi ya ukuhani, ndio kazi kwa kutoka kuhubiri habari njema, ukuhani, unabii, na hasa katika maadhimisho ya masakramenti na kutakasa watu, na ufalme kama wachungaji kuongoza wale waliokabidhiwa, na tusisahau katika kazi hizo lazima uwe na kafara. Tuwe tayari kuwa kafara, tolea hata ikiwezekana nguvu zetu mpaka tendo la mwisho kuhakikisha kwamba kazi inafanyika vizuri. Tunawakaribisha sasa na hasa wale wa jubilei ya miaka 25 katika umri wa uzee. Ninyi ni wazee wa jimbo hili, na kutoka kwenu tunategemea ushauri wenu wa busara na mapadri wetu vijana. Maana jimbo letu ni karibu na mapadri 126, kuna mchanganyiko mzuri, kuna vijana kabisa na wazee. Sasa nyinyi wawili, Padre Erasmo na Padre Dominic, mmeingia leo katika kundi la wazee. Kwa hiyo tunategemea wewe washauri wa vijana, na vijana wafuate mfano wenu katika utumishi wenu, na hasa katika hizo ofisi tatu zilizozitaja. Wafuate. Ukitaka ushauri, naenda ulio kwa Dominic. Ukitaka ushauri, ninamfuata Mungu Padre Erasmo, ndio ushauri namna ya kuendelea na kufika miaka 25 kama mlivyofanya. Napenda nimalize kwa maneno ya aliyoandika Mtume Petro. Nyinyi mapadri mnasoma mara nyingi katika sala ya usiku. Waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 5 ya kwanza mpaka ya 4. Naomba maneno haya yaende kwa wajibilanti wetu, kwa sababu nimewaita nyinyi wazee. Naomba nisome maneno ya Mtume Petro. Wazee, mimi ndiye mzee, ninalo ombi moja kwenu wazee wenzangu. Mimi nawaombeni mkalichunge kile kundi la Mungu mlilokabidhiwa, mlitunze, si kwa kulazimishwa au kwa kulazimika, bali kwa hiari kama alivyo Mungu mwenyewe. Fanyeni kazi hiyo si kwa tamaa ya fedha, bali kwa moyo wenu wote, na msiwatawale kwa mabavu au waliowekwa chini ya ulinzi wenu, bali mkawe mfano kwa hilo kundi, na mchungaji mkuu atakapotokea, ninyi mtapokea taji ya utukufu usiofifia. Tumsifu Yesu Kristo.